Daniel Shauri Tanga. Julian Daniel Shauri Tanga. Ndio. Ndio, unatokea wapi? Natokea Mozambiki. Mozambiki. Mweda. Karibu. Lakini kijiji changu nilichotoka kabisa ni kijiji wanaita Ntushi, Aldea Ntushi. Ntushi. Ndio. Aha. Mimi hapa nilikuja mwaka jana mwezi wa 5. Nilikuja hapa na matatizo ya kuugua. Nilikuwa naumwa sana. Ulikuwa unaumwa sana? Ndio. Pamoja na watoto wangu, pamoja na mke wangu. Ndio. Sasa ndio tukaamua kuja huku. Aha. Baada ya kuja huku, siku hiyo ambayo ilikuwa siku ya kula keki ya upako. Ndio. Na tena siku hiyo tulichelewa kidogo. Baada ya kufika hapa, tulikaa kule nyuma kidogo kwa sababu tulikuwa tujui wapi wa nchi za nje wanakaa wapi. Basi kweli sasa kule nyuma kule ikawa sisi tumepokea kule keki. Basi tukala. Sasa kwa miujiza iliyokuwa imetendeka pale ni mke wangu, kwa sababu yeye alikuwa anamnyonyesha mtoto. Mtoto yule alikuwa mgonjwa na halafu mama yake afya yake haikuwa mzuri kabisa. Ndio. Maziwa yake alikuwa hata hayatoki maziwa ya kutosha. Sasa baada ya kula ile keki, basi ndio tukaona mabadiliko, yale maziwa yakawa yamejaa maziwa. Sasa baada ya kutoka pale sisi tukaenda nyumbani. Kufika kule na mtu huyu tuliokawa tumemfuata, yeye anaitwa Mangwenya, sijui yeye yupo hapa. Baada ya kutuona akatuonea sana huzuni. Kwamba anaonea huzuni. Mzee Mangwenya, yeye ambaye anaishi Msumbiji na. Yeye ni mtu wa Msumbiji, lakini yeye huko amekuja zamani sana. Sasa sisi tulimfuata yeye. Yeye kwa hapa anaishi Mbezi Beach. Mbezi Beach. Sasa kweli baada ya kufika kule akatuonea huzuni sana. Mimi ugonjwa wangu ulikuwa asas, ugonjwa wa ndio vidonda tumbo na figo ilifeli, yani ilikuwa na mawe figo yako. Yani hata sikuweza hata kusimama hivi, yani nilikuwa hata siwezi, yani najikokota tu. Alafu nilikonda kinoma, hata kusema hivi ndio nilikuwa hata ulikonda. Nilikonda, yani nilikuwa mwembamba sana. Ndio. Na hata kuongea hivi nilikuwa hata siwezi kabisa. Basi mzee yule akaniona, mimi nikamwambia kwamba mimi bana vyakula hivi unayenipa mimi sili. Akasema uli nini? Sukari mimi sili, chai mimi hata nani mandazi asili. Basi leo utakula. Akasema huyu mzee Mangwenya wewe. Kweli basi ndio akachukua mafuta upako akaniwekea kwenye chai. Mimi kwa imani nikala. Nikachukua yale mandazi yenye mafuta. Na ile chai yenye sukari ndio nikachukua mimi nikala. Sasa baada ya kula pale, sasa niko na utamu tu wa kawaida, na kile kilichokawa kinanipotezea nguvu kwa sababu ya mafuta ama kwa sababu ya usukari ndio ikawa imekata moja kwa moja kwa pale. Kikakata. Kwa pale ndio. Sasa baada ya hapo mimi nikaendelea tu. Jumapili iliyofuatilia mimi nikawa nimefika tena hapa kwa sababu sikurudi. Nilikaa wiki Jumapili 2. Ndio. Hiyo ya keki ya upako na ya kukanyaga mafuta ya upako. Ndio. Sasa mtoto wangu alikuwa na shida kubwa sana ya miguu, ambayo alikuwa na upele aina ya fungus. Yani, mtoto wako? Ndio mtoto wangu. Na huyo mtoto miguu yake yani. Wewe ni mtoto wako? Ndio. Hiyo ni miguu yake. Yeye anaitwa Erika. Mtoto wangu anaitwa Erika. Sasa miguu yake hata ukimbonyeza hivi na upele ukimpasua yani unatoka maji. Alafu chini huku hivyo kuna upele. Sasa miguu yake vilikuwa hata vimejikunja hivi, yani hawezi kusimama kabisa. Alafu anachukua mwaka 1 na miezi kadhaa. Basi mimi nilikuwa na manung'uniku sana, alafu pressure kanipanda. Yani ndio nikawa hivyo. Sasa yeye siku hiyo ya kukanyaga mafuta upako. Asante sana. Ni upi huyo? Huyu ndio mzee. Huyu mzee Mangwenya. Njoo tu mzee. Ndio mzee Mangwenya. Ubarikiwe sana. Mungu akubariki. Karibu sana. Huyu ndiye alikupa mafuta ya upako? Ndio, alinipa huyu mafuta ya upako. Akasema utakula. Leo wewe utakula, na mimi kwa imani nikala. Na hapa kuja leo hapa kwa sababu nilichelewa kidogo, huyu sijampigia simu na hata sikujua kwamba yeye yuko hapa. Umetoka Msumbiji? Mimi nimetoka Msumbiji. Nimetoka jana nyumbani Mweda, nimetembea na usiku, afu leo
asubuhi ndio nikafika hapa. Umeamkia hapa kutoka Msumbiji? Kutoka Mozambiki, Mweda. Sasa kwa hapo mimi nikawa nimemshukuru Mwenyezi Mungu na kumshukuru madhabahu haya ya Inuka Wangazi pamoja na Bulldozer Momposa ambao ni mtumishi wetu Mtume Bulldozer Momposa, namshukuru sana. Na pigia Yesu makofi. Na sijaishia hapo. Ile hali ya mtoto kwanza. Ile hali ya mtoto baada ya kukanyaga mafuta ya upako yale ikawa yani kidogo kidogo ule upele, ile fungus ikatoka kabisa. Yani katika siku zile tulizokaa hapa zikawa sisi tumevuka hapa kwenda Msumbiji, ikawa ile hali mtoto imemwachia kabisa. Ni mzima kabisa. Ni mzima kabisa. Na mpaka leo anatembea ndo huyo. Ndio. Nani mtenda miujiza? Yesu anarejesha furaha kwa familia yako. Mpaka sasa yeye ndio mzima kabisa. Sasa kinginecho kinachofuata mimi ile bado hali kawa inaendelea, lakini ya figo ya figo na vidonda vya tumbo, lakini vitu nakula, lakini hali yangu bado ikawa sio mzuri. Sasa nikaja tena mali hapa mwezi wa 9. Sasa baada ya kufika hapa naona Bulldozer Momposa alinifanya example. Alinifanyia mfano pale. Alinifanyia mfano wa nani wa Petro, kwamba ukiogopa basi mambo mengineyo yatakupata. Yani ufalme. Nilikuinua pale. Alininua pale akanichojoa koti, alafu baada yake akanivesha tena. Sasa baada ya yale mimi nikaenda nyumbani. Baada ya kuenda nyumbani ikawa ule ugonjwa ndio upo kabisa, na mpaka tena sina tena. Inua mikono juu, mpigia Yesu makofi. Haleluya. Kumbe wakati mwingine mnaomba niwafanyie mfano nyinyi pale. Nipo kutoa koti kurudishia ugonjwa hamna. Nani mtenda miujiza? Yesu. Yesu. Umefurahi sana jani. Jani mimi mpaka sasa ni mzima. Jani nilikuwa na maumivu makali sana hapa na bega hili. Jani hata nilikuwa hata sinyanyui yani lita 5 siwezi kunyanyua, lakini mkono wangu una nguvu sana. Sasa hivi una nguvu? Nina nguvu sana. Na hata afya yangu niko kama kijana. Hata una nguvu hata kokote na nguvu. Nguvu ipo, namshukuru Mwenyezi Mungu. Anatenda katika madhabahu haya, anatenda. Nashukuru sana. Bulldozer Momposa. Mzee unafurahi? Mzee nani? Mzee Mangwenya. Mangwenya. Wewe ndio ulimpa habari huyu? Yaani mimi sasa hivi ananiita mzee wa upako. Kwa nini unawapa upako? Yani, unawagawia mafuta? Yaani kila siku kila mgeni anakuja pale anakunywa maji ya upako. Nyumbani kwako? Nyumbani kwangu. Walio wagonjwa wanapona? Yaani watangazaji hapo wote, yaani mimi nawaona kila wakati, yaani nawajua wote. Amen. Haleluya. Huyo alipokuja ulimpa mafuta upako? Mafuta upako na maji na yaani yamejaa nyumbani, machupa ya maji ya upako, na yaani nimejaacha kiroba hivi. Mpaka sasa hivi yamejaa. Watu wanapokea. Nikisema nije naye hapa ni yaani ni mengi mno. Amen. Njoo hapa. Njoo. Mzee Mangwenya. Watu wasije nyumbani kwako wakatoka tupu, lazima watoke na ushuhuda. Nasema lazima watoke na ushuhuda.